Leo tupo na Azlink wakali kibao wako ndani ya mbani. Si mchezo unavyokuambia kutaloa leo michano. Noma sana. Yeah. Mkubwa uko vizuri? Nashukuru niko poa sana. Unaendeleaje bana? Mwenyezi Mungu ni mwema. Hapa. Business Mind inafanya poa by the way. Asante sana. Natamani kujua, mimi niko surprise kumuona Manengo. Yes. Mule ndani na ni kama vile ulikuwa unachanganya generation zilizopita mpaka tulipofikia kwa Manengo. Yes. Ilikuwaje hiyo kumpata Manengo kwanza? Kwanza mimi na appreciate ambacho Manengo anafanya. Nilikuwa naona anaunganisha wasanii wengi kwenye project zake. Kwa nilipoanza project yangu nilimhitaji mtu kama yeye. Kwa hicho ndio kilinipa, yani ipati yake niliona ana kitu ambacho mimi nakifanya au na plan kukifanya. So ndio kilichomleta pale. Okay. Yes. Kwa nini ilikuwa Business Mind? Yani kwa nini title ya ngoma ikawa Business Mind? Business Mind kwa sababu ndio kitu ambacho tunalaki kwenye hip hop. Miaka yote ambayo mimi nimekuwa kwenye game la hip hop na ambao nimewakuta wanafanya walikuwa wanafanya ni kwa kushindana kuchana, nani anajua kuchana sana, nani anajua yani hizo. Lakini kwa sababu wasanii wa kuimba wenyewe wanashindana hadi kuvaa. Lakini wa kuchana yani ni mashindano ya michano. So mimi naona ndo weakness yetu ambao kwa miaka yote. Haitakiwi tushindane kuchana, tunatakiwa tushindane kuwa na maendeleo. Yani mziki umetulipa, mtu ameuza nakala kiasi gani, mtu anamiliki nini, ambacho ndio ukiangalia kwa wenzetu wa nje ndio vitu wanavyoshindania, mtu ana trophy ngapi. Yani sasa sisi tunashindana tu kila siku kuchana, tuna miss ile business part. Ndio maana tukaja na Business Mind kwamba sasa hivi tunataka kuja kibiashara, sio kushindana kuchana. Sio unishindanishe mimi na mdogo wangu Tisigwa hapa kuchana au Yedede kuchana. I make sense. Okay. Tunatakiwa sasa hizi tuanze kutengeneza hela na sisi tufurahie maisha ya hela. Lakini wao pia kuna time ilikuwa ukiwauliza na kuambia kushindana ndo kama yani kama kitu fulani kwao kwa watu wa hip hop na kwamba lazima yani iwe hivyo. Competition iwepo. Lakini haiwezi kwa mfano hapa nani Rasco niko naye kwenye ngoma yake iliyopita amenidis au ametudisi sisi tulikuwa tunakifanya. Lakini tuko naye, that's not a bad thing. Kuna kitu kinaitwa diss ambacho ni unaweza ukajisifia, kuna kitu kinaitwa blagadosho, mimi ni bora kuliko mwingine. Lakini at the end of the day hata ukija kwenye Simba na Yanga kila siku ndio hivyo vitu wanavyoongea, lakini visitutoe yani tukashindwa kufanya biashara au tukashindwa kukaa pamoja kwa sababu eti mtu ameniandika kwenye line yake. Yes. Kwa nilivyokusikia na nilivyokuelewa inawezekana nataka nipate hii experience kwa sababu umeanza muda mrefu sana, ni mtu ambaye umekuwa kwa muda mrefu sana Azma Ponda. Yes. Kuna mkojo wako wa Aservaste, moja kati ya mkojo ambao ulifanya moja kati ya ngoma bora kabisa. Nataka kufahamu moja kati ya kitu ambacho ulijifunza kwenye ile project hasa kwenye swala zima la business. Kwanza nilijifunza kitu kimoja. Yani nilijifunza vitu viwili. Cha kwanza niliamini kila kitu kinawezekana kwa sababu ni project ambayo ilienda mbali, yani ichezwa nje za nchi, ilipata support kubwa. Kwa hiyo nilijifunza kwamba kila kitu kinawezekana. Cha pili ilinidiscourage kwa sababu niliona inafanya vizuri afu sikuwahi kuingiza hata hela kwenye ile project. Sikuwahi kupata show, sikuwahi kupata nini. Kwa hiyo ilinidiscourage kwamba kumbe unaweza ukafanya kitu kikubwa na still usio kwenye mfumo wa kibiashara. Kwa hiyo nikaja kupata, na bahati nzuri nilikaa na wasanii wengi sana baada ya ile project. Nikaja kujua kumbe wengi tu tunaigiza maisha, mtu anafanya hiki lakini at the end of the day tunataka kwenda kwenye interview hata nauli hatuna. Umeona? So ndo hapo nikaanza kutamani zaidi kuingia kwenye biashara kuliko kuwa kuimba tu au kuchana sana. Kabisa. Exactly. Azma Ponda kuanzia chuo pala EFM taratibu zikaja mpaka project za tamaduni, wani moja kati ya watu wale ambao ni waanzilishi wale tamaduni na vitu kama ile back in the days. Yes. Ni mtu ambaye umekuwa na hii spirit kwa muda mrefu sana ya kuamini katika kuungana kufanya kitu kimoja ambacho kinakuwa kinamesa. Hii spirit inatokana na nini? Mimi binafsi ninaamini kwamba umoja ni nguvu, utengano ni udhaifu. Ili muweze kufanya kitu kikubwa mnatakiwa kuwa watu wengi. Lakini kama mkiweza kufanya kitu kidogo ukiwa peke yako. Na ndio hata wasanii wa muziki wengine ndio wanachokifanya. Na angalia msanii ambaye ni mkubwa sasa hivi utakuja kugundua amewashika wasanii wengi pembeni. Lakini angesema ule ukubwa wake ni baki nao, mimi mwenyewe angekuwa ashaanguka siku nyingi sana. Na hata wale waliojifanya wao yeye peke yake anaweza kwenda, sasa hizo unaona wamesizia. Na hata wale waliokuwa na nature hivyo tangu zamani sasa hivi unaona na wenyewe wanaanza kukamata huyu bwana njoo tukae pamoja. Kwa hiyo umoja ni nguvu, utengano ni udhaifu. Kwa hiyo that's all my belief tangu siku nyingi. Kabisa.
Moja kati ya kitu ambacho Bongo Hip Hop ina struggle sana ni kukosa zile platform ambazo zinadili hasa na hip hop. Hata vipindi kwenye media kama zamani big shot sana kama Browser kina Saigon ambao walikuwa wanafanya ni straight to hip hop, sasa hivi havipo tena. Tuzo ambazo zinahusu hip hop, vitu kama hivyo havipo kabisa. Kuna namna yoyote katika muendelezo wa Azlink tukaje tukapata vitu kama hivyo mbeleni? Ya kwanza kabisa sisi aim yetu ni kuhakikisha wasanii kwanza waingiwe na mentality ya kutamani kuwa biashara. Yaani tutamani kuona biashara kwenye kila kitu. Unaona hata hivi tunakuja na products, t-shirt zimevaliwa. Sio kwamba zimekuja tu kwa ajili ya fashion. Tunatamani mimi ninatamani hata waliozivaa wenyewe wafikirie kitu tofauti kwamba we need to do business. There is a lot of business kwenye hii industry. Kwa hiyo tuna mengi ambayo tuna plani kufanya. Ambayo mengine ni mipango hapa naweza nikagusia kwa uchache. Tunahitaji kuandaa events, tunahitaji kuwa na vipindi vyetu vya podcast vya hip hop, tunahitaji baadaye Mwenyezi Mungu akitujali atoe na tuzo zetu za hip hop. So there is a lot we are planning. Kwa hiyo hizi zote haziwezi happen kama hatuko na umoja. Nilikuwa nataka nifike huko kwenye issue ya hip hop. Wasanii wengi wanaofanya hip hop wamekuwa wakilalamika namna ambavyo hawatendewi haki kwenye tuzo ambazo zimekuwa zikiandaliwa Tanzania. Kusema kwa nini category za hip hop zinakuwa chache kuliko category nyingine zozote, kwa nini pia labda muziki wetu usingekuwa na tuzo zao zenyewe binafsi. Kutokuwa na tuzo ama uchache wa category za tuzo kwenye tuzo za Tanzania ni moja kati ya sababu ambayo inadidimiza muziki wetu wa hip hop hapa Bongo, na labda hatufiki huko kimataifa. Yes, ni moja wapo kwa sababu hata ukiangalia hata Ulaya kuna tuzo nyingi, kuna tuzo nyingine hazi associate sana na watu wa hip hop. Lakini utakuta labda BET ndio ina associate sana na watu wa hip hop. Kwa hiyo ili kuweze kuwa na kitu ambacho kina exist na ili tuweze kufanya hii kitu hiyo biashara kama tunavyoamini, lazima mtu ambaye ataaminika kibiashara ni yule ambaye ataonekana na awards, ana certification, anatambulika. Sasa ndio maana hata muziki mwingine unafanya vizuri. Kwa hiyo hicho ndio ambacho sisi wasanii wa hip hop tuna miss. Kwa naamini na ndio maana muziki wetu umekuwa ukididimia miaka mingi. Kwa kuna vitu kama hivyo vikiongezeka vitaleta value ya msanii wa hip hop kwenye jamii, kwenye mataasisi. Kwa naamini ni hicho. Okay. Yes. Yuko D Danger, yuko Rasco Sembo. Yedede yuko hapa, yuko Noble Rhymes, yuko T Sigwa. Na washikaji kibao wako humu ndani. Hawa wote wameungana kwa pamoja leo na ndio maana tuko nao humu ndani. Rasco ni aje? Yeah. Tuko sawa? Bana tuko sawa. Sema unawakanya sana wanao. Na hapa challenge. Ilikuwa muendelezo ambao ulikuwa nao kabisa kwamba wakati unaanza Bongo Hip Hop ya kwanza ilipaswa kufuata ya pili, ama wakati umetoa kuna impact ulikutana nao ukasema nabidi turudi namba 2? Ipo mpaka namba 3, namba 4. Tuseme tu zitaendelea au sio? Na namba 3 na mpango wa kufanya pia na rappers wenzangu. Na wewe unajua kuna rappers wengi wana vitu vingi moyoni vya kuzungumza lakini labda wapati nafasi. So lazima tufanye na wale ambao tayari watu wanawaona, ila nitafanya na watu ambao pia hata wewe mwenyewe wajui, ambao hajawahi kupata hata platform unajua. Kwa hiyo na yale mengi yaweza kuzungumza muziki wa hip hop. Bongo hip hop maana yake ni kwamba ni uwanja mpana wa kila mtu, wa kila rapper yoyote unayemuona hata hapa yoyote. Unaona bana. Kwa hiyo lengo ni kuendelea kukuza muziki wa hip hop, lakini pia kuwapa challenge baadhi ya rappers wenzetu ambao sisi wametuinspire. Umeona bana, na wamepambania sana muziki mpaka ulipofika hapa. Kwa sisi ndio kizazi ambacho tunahitaji sasa hivi tupeleke muziki wetu zaidi mbali. Kuna punchline moja kwenye Bongo Hip Hop ya pili. Sikumbuki vizuri, utanikumbusha, lakini ilikuwa inahusu issue ya weusi na kikosi kazi. Ni kama weusi waliwapa kazi kikosi kazi, alafu sasa hivi nini hawajakuletea noma. Hapana. Msemo unasema weusi waliwasha mwanga kwa kikosi kazi. Tajabu kikosi kazi mpaka leo hakina kazi. Nasimamia misingi iko wapi? Siku nikisimamia nyumba ndo mkubwa bei ya mabati. Ndio maana unaona tuko hapa na Brother Azima. Brother Azima ni mtu wa kikosi kazi. Mimi nakumbuka niliona comment yake aliponipost aliponiposti mtu namsogeza karibu. Aliponiposti kwenye ngoma, niliona comment mtu mmoja akasema sasa kwa nini unamsupport na kawadisi? Ile sio diss track. Ile ni challenge kwa brothers. Kwa ndio maana mimi siku zote nasema hata ile siku nimeongea kuhusu Roma na nini, ile ilikuwa ni challenge. So kama eti mimi na diss. Ndio maana brother ambao wanaelewa muziki wa hip hop na wanafahamu wananielewa vizuri. Ndio maana unaona
hawajanikunjia, kwa sababu kama brother lazima angenikunjia basi asingeniweka kwenye hii project. Umeona bana, au singeshiriki, angeniambia mdogo wetu labda wewe unatudisi sana, unajua. Lakini brother ambaye anapenda talent, anapenda vijana na support. Kwa hiyo na mimi ni mmoja wapo ya vijana ambao na supportiwa na watu tofauti. Kwa hiyo kudisi au kusema nimeongea kitu kibaya, mimi hapana. Mimi ni mtu ambaye ni shabiki kwanza wa kikosi kazi sana. Kwanza kina Niki, wakina One Credible Songa, wote pale. Mimi ni shabiki sana. Na kipindi mimi niko mtaani nilikuwa nawasikiliza sana na naendelea kuwasikiliza. Kwa hiyo kuwa mention kwenye goma langu haimaanishi ni ubaya. Ndio maana umeona kakaangu Azma kaona mdogo wangu unapambana, njoo huku tuendelee kupambana. Kwa hiyo ndio kitu kama hicho kinachotokea. Hip hop inahitaji umoja na ndio kitu ambacho nilikuwa nakiongelea siku zote kwamba tunahitaji kuwa pamoja. So tuishi katika misingi ambayo labda kuna mtu unamuona kwamba yule bana yule pale Sembo, yule pale Dogo D au pale bana Dede, tuwezi kufanya kitu. Lakini hii project ambayo tumefanya Yaznas imetukutanisha. Mimi sijaifanya Dude na Dede, sijaifanya Dude na Noble Lines, umeona bana. Lakini kupitia hii kazi imetukutanisha na sasa tuna connection nzuri, tunaongea, tuna ball, tuna supportiana. Kwa hiyo hicho ndio kitu ambacho always nilikuwa nakizungumzia. Kwa hiyo haimaanishi na diss yani. Jua toka imetoka ya kwanza, ya pili naona kuna baadhi ya watu, kuna watu pia wanajaribu kama kuconnect. Huyu jamaa vipi, mbona kama anatundani? Kuna baadhi ya rappers kwenye historia lishakuleta gari noma na mabrother kwa kunjia, unajua mtu kama kina Edboy ni mwathirika na mitikasi kama hiyo. Kwa upande wako vipi mtu? Hiyo inajulikana. Mimi Roma Mkatoliki ni brother yangu ambaye mimi namkubali sana. Hata kwenye goma la Bongo Hip Hop Session 2 nimesema kwamba saluti kwa brother Roma, tofauti tuziweke kando. Wasanii wamekosa ngoma za ujumbe, wanatoa mabango dele kwenye mitandao kutoleana michamba, wana jambo ngoma zao zinachekesha kama bambo. Yaani kwamba nimemappreciate kwamba ni brother ambaye anaelimisha sana. Ukimwangalia Roma na wa Mitego na wengineo, ni watu ambao unaona kabisa wanaelimisha jamii, wanapambania sana jamii yao kupitia muziki wao. Kwa hiyo haimaanishi kwamba kwa sababu mimi nimezungumza hivyo basi mimi na ubaya na mtu. Kama nilivyosema, mimi sina ugomvi na brother yote kwenye game au mtu ambaye niko naye na Sonaya ambaye ni generation wenzangu. Kwa hiyo lengo ni kujenga, au sio? Ndio maana nimempa sauti Roma, lakini kwenye ile goma la Bongo Hip Hop Session 1 nilisoma turudi kwa kaka yetu mwimba siasa. Nasikia amekuwa mwalimu Ulaya, amefungua darasa. Sema anapenda trend, mwenzake anapenda nasa, ukundi limevunjika. Mbona tuasikii sasa? Ni kawaida. Umeona bana, mimi ni shabiki sana. Kwa kama siwasikii na mimi na uhuru wa kuongea chochote kwenye muziki wangu kama shabiki. Na kumbuke mtu akikumention na maana na kurecognize. Kwa mtu hawezi kumention mtu ambaye hamrecognize. Hata kwa Disaster Vina nilivyo mention. Umeona bana, nilimappreciate, umeona. Kwa hiyo by the way, kuhusiana na Disaster katika project ya kwanza ya Azlin, comment nyingi sana. Disaster. Muda nikakosekana Disaster tu. Ulikuwa na brother comment kama hizo kwa ulizichukulia, kuna moja iliona ulijibu by the way. I don't take it personal. Yani sioni changamoto. Lakini wako wakali, unaweza kaona Disaster ni mkali, mimi nikaona Danger ni mkali. Naweza nikaona mtu. Kwa kila mtu ana nafasi yake. Kwa watu wasipange kwamba tu fulani ndo anayetakiwa awepo. Watu wengi wako ni wakali kwa ambao wamefanya kwenye ile project ndio wamehusika na project. Dede. Yaje baba. Unyama ni big shot sana kwako. Nimeona katikati hapa kuna movement moja ya watoto wa kike wawili ambao walikuwa na itambulisha na wadogo zako, walikuwa na wasogeza nao. Ndio kweli kweli. Wadogo zangu. Kabisa kabisa. Kabisa kabisa. Ibana vipi mzee wangu kutuongezea rappers wa kike na pekee? Mimi kwanza nashukuru kwa sababu niliwatoa kaskazini, nikamwambia waje kwanza kidogo mjini, si unajua. Yuko Raifa, yuko na Vevo Queen. Kwa hiyo nafikiri baada kama wiki ijayo watakuwa wamesharudi kwa sababu walirudi town, kuna vitu walienda kukamilisha. Lakini mimi niliona ni wa introduce kwa sababu wanafanya vizuri. Na tayari tuna madude tumefanya movement, na pia nadhani hata kwenye hii project ya Aznas na wish kwamba nao watakuwepo. Sababu brother mwenyewe ameniambia kama vipi inabidi wawepo. Kwa hiyo nadhani kwenye sessions zinazofuata hapa kwa brother pia nao mtawaona, lazima wawepo kwa sababu wale ni familia yangu. Hakika. Na ulichokifanya ni kama anachokifanya brother Chaba yes. Kipande cha A-Town, kuna rappers wengi sana tunawajua, rest in peace Kisu, tunamjua kutokea kwake na vitu kama hivyo. Ni kitu poa sana. Yani hip hop in short imechangamka yani. Ukisikia kumeanza kuchangamka ndio hii hapa hii. Hivi nataka tuzungumzie kidogo mzee wangu. Unajua umeswitch kwenye business mind. Ni sehemu ambayo tayari watu wanafikiria biashara zaidi, unajua. Sio kuchana chana, tushamjua yeye ndiye mkali. So what's next? Hii imekuongezea nini mzee? Kwanza mimi namshukuru Mungu. Kuna kitu kimoja ambacho kimeongezeka kwangu. Yaani
tofauti na zile freestyle. Yeah. Mimi kwanza ni mwandishi. Watu wajue kwamba mimi ni mwandishi. Si unajua? Afu pia ngoma ninazo ngoma zangu. Lakini sikuweza kurelease ngoma baada ya kuona okay, ngoja niwe kwenye project ya watu ambao tuko pamoja. Then after hii nadhani zitakuja zingine. Ila kwenye upande wa business nimejipanga vizuri kwa sababu already nina ngoma na na session zangu pia. Kama ndugu yangu alipokuwa na session yake Bongo Hip Hop, mimi na session yangu inaitwa WSS, ambayo hiyo WSS inaitwa maana yake ni Wakuja Star Search. So yes. Hiyo ni Wakuja Star Search. Nimeanza na Wasukuma, session 1 ni Sharikodi. Hapa subirini chupa tu. Yaani mimi dude ninalo hata kwenye simu kwa upload ni dakika 0, lakini wazee game la hip hop limechangamka, watu wajipange sana. Siku moja tulikuwa tunapiga story na Stamina. Tulikuwa sikio Stamina na ndogo moja inaitwa Samuel. Okay. Mmoja kati ya shauri alompa alimwambia, unajua kuna mabrother zako sasa hivi wanachana sana kwenye ma interview kwenye nini. Mwisho wa siku wakiachia ngoma zao wale wanachukulia kawaida, wao ni rapper ku freestyle. Inakukuta hiyo? Mimi kiukweli, yani mimi watu wananiambia. Ila nikiwaingiza kwenye diary ya ngoma zangu ni ukabahatika kukaa na mimi ukaconnect bluetooth nikakuplayshia mzigo nilionao kwenye simu. Wewe mwenyewe unaweza kaniambia dede achana na freestyle. Achia ngoma. Ila nikiangalia upande wa pili, nikiachia ngoma, unajua Tanzania kuna muda haeleweki. Nimeachia freestyle nimepost. Watu wana comment unajua ni noma lakini tatizo utoi ngoma. Nimetoka ngoma hapa kwenye cypher endelea ku freestyle. Imetoka kwenye cypher hapa hivi. Walimcomment brother akamwambia business mind bana, hii haijawa kali sababu ya dede hayupo. Nimekuepo kwenye ya pili. Ya dede amekuepo lakini hajafanya vile ninavyotaka. Unaona hii pia sio kali. Si unajua zile. Kwa sababu kuna muda mashabiki tukiwafuata sana tunapotea. Ila mashabiki jamani punguzeni hasira na sisi. Kuna muda wanatuconfuse. Zikimbisha ni kelele za mashabiki. Yani ukizifuata sana unaweza ukapotea kwenye mchezo. Lakini mimi mashabiki wajipange kwa sababu project yangu inayokuja ni WSS na makolabo kibao na ngoma na wale watoto na ngoma na Wizi na ngoma na ndugu zangu hata unaowaona hapa hivi tayari tulivyo hivi tunavyoongea tayari ni ngoma nao ninao unajua flow and rhymes. Flow and rhymes. Kwa hiyo ina maana kuna projects zinakuja, kwa hiyo wakae attention. Mimi sina mengi ya kuongea sababu Uko sawa lakini sijavaa phone. Siko sawa. Hiyo ndio siri nyingine. Hii uko hapa pia. Tutakusaidia hapo akae pia wanangu hapo tumalizane. Hivi ni ukiwa unakaa na mabrother kama hivi ambao ulikuwepo lakini ulikimbia kidogo afu umerudi umewakuta. Ukiwa unaandika waga unahofia nini zaidi? Kwanza nafikiri mimi nacholenga kwenye game yangu ni ukuaji na maturity ya kwenye game, kwamba nisionekane ni dogo ambaye anachana, ni dogo ambaye ana deliver tayari, ni dogo ambaye alikuwepo tayari kwenye cycle ya game. Kwa hiyo anachokifanya sasa hivi ni kuacha legacy kwenye kichwa chako, ukumbuke jina langu unapoenda chooni, unapotoka, unapokula, kwamba wewe dogo noma. Hiyo ndio ninayofanya. Kwa hiyo sifanyi kwa sababu ya nani kafanya au kushindana na nani, lakini mimi wanashindana na mwenyewe. Yaani kwamba mimi nilikuwa hivi, sasa hivi inabidi nikue. Miaka 2-3 mbele mimi sitochana tena hivi. Wenda mimi nikawa naongelea tena madola tu. Kwa sababu siku tunapozidi kwenda njaa pia tunaitafuta namna ya kuipunguza. Kwa hiyo mistari yetu inapunguza njaa. Kwa sasa hivi njaa inazidi kuwa kubwa kwa sababu pia era nayo ingia inatoka sana. Kwa hiyo mistari inayokuja ina njaa sana, lakini tukikamilisha kile ambacho pia tunakihitaji, kuna namna tunaweza tukaendelea kufanya kitu ambacho kinaweza kikawa kina standardize society. Lakini kwa sasa hivi nafikiri mimi ndo rapa anayeandika sana Tanzania nzima. Bwana Nigenja, nakumbuka ilikuwa ni mwishoni mwa mwaka jana. Nilikuwa na wanangu kutoka kipande cha Kiela kule Bazoea Mbeya. Nilikuwa napata taarifa Dogo D hawakuiti Dogo D yule aloimba Limtu. Nimesema yes, impact. Limtu imekupa inani gani, matokeo gani mzee wangu? Okay, nafikiri kitu kikubwa ambacho nilikuwa nakifanya kwenye game yangu, nilikuwa natengeneza project ya mimi mwenyewe, kwamba baada ya miaka kadhaa natakiwa nisimame mwenyewe. Kama hivyo nilikuwa na brother zangu ambaye alikuwa manager yangu, lakini ilifika muda naye akaondoka duniani. Kwa hiyo hata alikuwa ananiambia kwamba wewe kuvaa nguo tu hivi muda wote huo mpaka mimi nikuchagulie, kuna siku mimi nitakuwa sipo, unaelewa? Kwa hiyo ilikuwa inaniandaa kwamba kuna siku lazima nisimame mimi, umeelewa, nitengeneze ngoma mimi, niwaze sokoni nitaendaje. Kwa hiyo kitu kilichokuwa kinanitesa ilikuwa ni nahitaji maadui.
kwamba kila mtu anaijua kwamba anahitaji Madui alimba Dogo D. Lakini namna gani naweza nikatengeneza wimbo wa pili ambao uta connect hawa sasa hivi major audience wanaosikiliza muziki ambao ni Gen Z. Naenda na ngoma gani? Siwezi kuimba tena nahitaji Madui sasa hivi watu wakanielewa. Kwa hiyo nakuja na Limtu ikakubali. Kwa hiyo ikawa ni kazi sana ya kuwa connect sasa mashabiki zangu wanahitaji Madui na Limtu. Tumeweka pamoja Dogo D na D Danger. Kati hapo utani. Wamekubaliana sio kwa shida sana. Hawajapigana walikutana. Walianza kwa shida, tunamtaka yule lakini wakasema wewe pia mnoma, kwa hiyo wamekubaliana. Na kama unasikia huko kwenye flow on rhymes nimewachanganyia huko. Ukisikiza Frozen kama kuna yule anayemtaka alafu lines ndio hizo kuna mtanga, tunaambia kumwambia mtanga mimi na ndugu na bambo. Yes, kwa hiyo akinisikiliza hawa wale mtu anasema safi huyu mwanene. Na Rhymes. Yaje? Nimefurahi kukuona kwenye hii kazi kwa sababu mimi na wewe tumekutana nje kidogo ya muziki. Na nadhani mimi ni miongoni mwa watu nakupigia sana kelele kunipa ngoma lakini mpaka leo hujanipa. Sasa sijajua una mpango gani. Hujatengeneza ngoma yote? Na zipo project na album ndani Unasubiri nini? Actually mimi naamini kwamba time is ticking. Kila kitu kina muda wake. Kama walivyosema waliotangulia kwamba tulipotoka ni kwenye kuchana. Sasa hivi tunatafuta nini? Tunatafuta soko, tunatafuta biashara, tunatafuta hela, sio tena kwenye utoe project kwamba Nobo kachana sana huko ndani na itafika wapi, italeta impact gani, unajua? Kwa nyuma nilipotoka nilikuwa najijenga, ila kwa sasa hivi ninapoenda naenda kwenye biashara, so there are many more to come. Okay. Nimekuona kwenye freestyle kadhaa ya ngoma za watu ukionyesha at least kitu ambacho uko nacho. Moja hapo ni kama umerogwa ya Diona Fresh Boys. Yeah, for sure. Ukifanya kama zile wanaona wana appreciate unachokifanya ama ndo mabrother wanaogopa unaweza kachukua nafasi zao. Na pia ile nilikuwa naifanya intentionally kwa sababu hivyo unajua sasa hivi ni tuko kwenye dunia ya mitandao, unajua. Kwa ile kama kujitambulisha kwa watu, kupata engagement kubwa nilikuwa nafanya vile. Na nashukuru Mungu alhamdulillah. Outcome unaopata pia ni nzuri, ina watu imagine hadi Mwanaifei ananitafuta watu wengi. Kwa hiyo exact yani mimi naweza nikasema kwamba ni muda, ni swala la muda lilikuwa limebakia, lakini kila kitu kiko online. Mimi nasubiri ngoma. Nobo, iko tayari. Ni jina lake limekuepo hapo, uwezo wake tayari kishaonyesha. Time sasa hivi mzee wa kutupa ngoma. Yaani huo ndio kweli. Kama kuna album, kuna manini mzee wangu sio tayari. After Ramadan we gone. Azimbu. In the house. Yes. Shwari. Mungu mwema. Tuko vizuri. Mungu dereva. Sasa unajua ukikutana na generation ambayo iko kwenye hii flow and rhymes. Naelewa kwa nini waliamua kukaa pamoja. Sasa imagine ndio ungechanganya hao na mabrother kule. Kila mtu na uwanja wake. Gen Z wangesumbua sana. Hivi ipo sababu ama ulazima wa msanii ambaye anafanya hip hop au anajua ku freestyle? Ipo sababu Au lazima yani kwamba msanii anafanya hip hop lazima yani ukiwa msanii wa hip hop lazima uwe una freestyle. Hapana. Unajua freestyle ni ipo kwenye nguzo ya hip hop lakini huwa ni talent nyingine kabisa. Au uongo bro. Uko sahihi yani. Mara nyingi mtu ambaye ana freestyle ni mara chache ukamkuta mtu ana freestyle afu akawa anaweza kuandika vizuri. Yes. Au mtu anaandika vizuri afu anaweza ku freestyle. Lazima mtu atakuwa na sehemu moja ambayo yuko na potential. Yani sawa sana mtu ambaye amezoea kuchana afu na jinsi ya kutengeneza muziki ni kitu kingine kabisa. Yes. Bila mzee Mazimbu, future wife wapatikana IG. Anangu amepata IG. Hebu nichambue mfisadi kidogo. Namna gani? Ni line ambayo ina kautata fulani hivi kwa sababu ukisikiza ile line inakubidi usikilize wimbo mzima kwanza. Kwa sababu wimbo wenyewe unaitwa Bado Nipo Nipo. Unaelewa? Kwa hiyo kama Bado Nipo Nipo kuna vitu huwezi kuvipata IG ukasema yes kwamba hapa ndo nimefanikiwa kumpata kwa sababu nimepata online. Anangu jiangalieni. Sasa ndio. Bado Nipo Nipo ni inspiration kutoka kwa brother. Yes, ni wimbo ambao amefanya Mwanaifei lakini ni wimbo ambao unaishi maisha kibao sana. Kwa hiyo mimi niliona nichukue chorus ile nilete kwenye muziki ambao unatakiwa kusikilizwa sasa hivi. Kwa kipindi kile wakati Nipo Nipo inatoka,
Akajaga inspector afu akaijibu. Natamani atakuwa inspector wa kipindi hiki afanye kitu. But brother Azma, nataka turudi kwa upande wako. Mimi ni mtu ambaye nilikuwa familiar sana na YouTube yako kipindi kile ambayo ilikuwa inaposti mara ya kwanza kazi zako. Lakini kwa sasa hivi kama sioni, alafu imekuja ya Azlin. Hebu tueleze kidogo. Kwanza ni mimi binafsi nahisi na nimependa ameongelea Nobo. Mimi nina evolve. Ni kila siku ninakuwa. And account yangu ya kwanza ndo nimeifanya imekuwa Asnas Music. For this time mimi sihitaji kurap kwa ajili ya kushindana na mtu. I think ninahitaji kuconvert biashara zaidi. Kwa biashara mimi nafikiri Asnas Music inaweza ikawa na biashara kuliko Azma Mponda. Mimi vitu vyangu hata nikitoa project zangu binafsi, Asnas Music ipo kwa ajili ya kuweka vitu vya watu wote ambao watakuwepo. Kwa mfano sasa hivi mimi nikitoa na album yangu iko ndani. Nikitoa album yangu nita-upload kwenye Asnas Music. Yaani kwa hiyo itakuwa inaendelea kuwa ni package na package na package. Hata nikitoa project solo labda nimefanya na Ben Paul itaingia kwenye Asnas Music. Lakini sio tena Azma Mponda. Azma Mponda ndo utanihandle kwenye Instagram na vitu vingine. Kabisa. Yes. Wewe ni moja kati ya mtu ambaye heshima yako pia nyingine ukiacha kwenye music inapatikana kwenye masuala mazima ya printing na branding na vitu kama hivyo. Hizi merchandise za washikaji wengi wa hip hop, wanangu wa Kinegafla Benvu, nyingi sana zinatokea pale. Nataka kufahamu kwa uchache tu kidogo idea wakati unaanza kufanya masuala ya printing na vitu kama hivyo. Cha kwanza kabisa hapa niongezee, sio umesema watu wa hip hop, lakini nafanya kazi za makampuni makubwa, na I do a lot of companies work. Kwa hiyo na hiyo ni kitu ambacho kwanza wazo lilianza at first nilikuwa nafikiri wazo lilianza baada ya kutoa Starvast. Nilipotoa Starvast I was somehow confused, yani nikawa naona mbona siendi kokote. Kwa hiyo mke wangu akawa amenishauri sana nitafute kazi. Kwa nikaanza kuhangaika kutafuta kazi, lakini sikuwa nawahi kufanya, yani sikuwa nimewahi kufanya kazi. Kwa hata nilikuwa sioni kazi ya kufanya. Kwa the only thing niliona, nishawahi kwenda Kenya, niliona wanafanya packaging ya unga wa ugali kwenye designing nyingine. Kwa I wanted to do that one. Nikamfuata jamaa ambaye anafanya designing, lakini alivyoniona akanipokea akasema, "We bro, yani kwanza una mtaji?" Nikamwambia sina mtaji, lakini nataka nianze hivyo, nitaanza na nitakavyoweza. Akaniambia, "Wewe mimi nakufuatilia sana, mimi ni shabiki yako. Ninapoona una push muziki wako wa hip hop, unapofanya marketing, ungeingia kwenye printing, ungeweza kupiga hatua haraka." Kwa hiyo akaniambia, "Mimi nimenunuliwa vifaa hapa, unaweza ukawa marketing hapa." Kwa hiyo nikaanza kufanya kazi ya marketing kwake. Kwa hiyo within 6 months nikaanza kufanya kitu changu mwenyewe sasa, sio tena kwake. Kwa ndo nilivyoingia kwenye biashara ya printing. And from that one, tangu nilianza katika hatua ambayo ndo natamani hata hawa wadogo wengine wao wanafahamu. Hamna kitu ambacho kinaanza kama kinaanza kuwa kikubwa. Nilianza sina ofisi, lakini nilichoondoka nacho, niliondoka na ile discipline ya kwamba sasa hivi asubuhi naenda kazini. Nilikuwa natoka ninapokaa, nakaa Kinondoni shamba. Natoka naenda Mnazi Mmoja, kituo cha stendi, nafanya kazi zangu kwenye simu kwa sababu niligundua kwamba kila kitu kinaisha kwenye simu. Nafanya kwenye simu, nikipata order ya mteja naenda kuifanya sehemu nyingine mpaka narudi. Na sirudi nyumbani mapema hapa kama narudi saa 4. Kila siku nilishajipa narudi saa 12 kwa sababu ile miezi 6 nilifanya kwa jamaa, nilikuwa naondoka nyumbani saa 12, narudi nyumbani saa 2. Kwa hata nilivyokuwa sina ofisi, nilikuwa nafanya hivyo. Lakini baada ya kama miezi 8 au miezi 9 nafanya the same process. Mungu akanijalia nikaja nikapata kazi kubwa, nikasema naenda kufungua ofisi yangu. Kwa hiyo nilipopata ule mtaji tu nikahama, nikaenda kuchukua Kariakoo, ndo ofisi yangu kubwa ya kwanza. Nikakodi flat nzima. Kwa ndo pale ilipoanza biashara yangu sasa kuwa serious. Nikawakamata madogo, kuna dogo mmoja alikuwa Arusha ananifanyia designing wakati sina ofisi. Niko pale stand na nikipata kazi labda mtu anataka kudesign business card, namtumia dogo yuko Arusha. Akisha design na mimi nikipata namtumia labda 5,000 yake ya design hivyo. Kwa nilipopata ofisi nikamchukua nikamleta pale. Kuna dogo mwingine alikuwa Mbeya, nikamchukua nikampigia simu nikamleta. Kwa hiyo nilipofungua ile ofisi ya kwanza, nikawapa wewe chumba utakuwa unalala hapo unafanya design. Wewe chumba hiki unakaa hapo unafanya hiki. Wewe chumba hiki unakaa hapa. Ndo that's how mpaka Asnas imekuwa kubwa. Ukisikiliza hiyo historia, na mimi mtu ambaye napenda sana kusikiliza speech za mtu kama Jay-Z. Moja kati ya kitu ambacho anasisitiza sana ukimsikiliza kwamba isibaki tu kwenye muziki, isibaki tu kwenye kuchana,
sasa tunaidevelop inakuwa ni biashara. Ndio kitu ambacho sasa hivi tunamtaja moja kati ya mtu mwenye michele sana kwenye upande wa hip hop. Kwa hiyo iwe kama inspiration pia kwa wanetu wengine kwamba isibaki tu kwenye kuimba, tuna chip kidogo na vitu kama hivyo. Baby Star atakwenda ku press play hapa.